Karibu mwana historia katika makala maalumu. Hii leo nitakurudisha miaka 30 iliyopita. Msimulizi ni mimi Haleluya Benjamin. Ajali ya meli ya MV Bukoba ni moja ya matukio ya kuhuzunisha zaidi katika historia ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tukio hili lilitokea tarehe kama ya leo, tarehe 21 Mei mwaka 1996 katika ziwa Victoria, na ilisababisha vifo vya mamia ya watu waliokuwa safarini kutokea Bukoba kuelekea Mwanza. Hadi leo ajali hiyo bado inakumbukwa kama somo kubwa kuhusu umuhimu wa usalama wa usafiri wa majini. MV Bukoba ilikuwa ni meli ya abiria na mizigo iliyomilikiwa na shirika la reli Tanzania TRC. Meli ilijengwa mwaka 1979 nchini Ujerumani na ilianza kufanya kazi katika ziwa Victoria miaka 1980. Ilikuwa moja ya vyombo muhimu vya usafiri vilivyounganisha miji ya Bukoba, Mwanza, Kemondo, Port Bell nchini Uganda. Kwa kipindi hicho usafiri wa majini ulikuwa muhimu sana kwa wakazi wa maeneo yaliyozunguka ziwa kwa sababu barabara nyingi hazikuwa nzuri kama ilivyo sasa. Watu wengi walitumia meli hiyo kusafiri, kufanya biashara, kupeleka mizigo na hata kutembelea ndugu. MV Bukoba ilikuwa na uwezo rasmi wa kubeba takriban abiria 430, lakini pia mizigo tani kadhaa. Mara nyingi meli hiyo ilikuwa ikibeba watu wengi zaidi kuliko kiwango kilichoruhusiwa. Safari ya mwisho ya MV Bukoba ilikuwa mnamo tarehe 20 Mei mwaka 1996. MV Bukoba ilianza safari yake rasmi kutokea Port Bell nchini Uganda kuelekea Bukoba kisha Mwanza. Kama ilivyo kawaida, abiria wengi walipanda njiani, wengine walikuwa wafanyabiashara, wanafunzi, familia na wafanyakazi waliokuwa wakisafiri kwa shughuli mbalimbali. Kadiri safari ilivyoendelea, meli ilijaa sana. Ripoti nyingi zilionyesha kuwa kulikuwa na msongamano mkubwa wa watu, mizigo ilikuwa mingi kupita kiasi, baadhi ya abiria hawakuwa na tiketi rasmi, hakukuwa na usimamizi mzuri wa idadi ya abiria. Iliaminika kuwa ilikuwa imebeba watu zaidi ya 800 hadi 1000, ingawa uwezo wake ulikuwa ni chini na nusu ya idadi hiyo. Siku ya ajali ilikuwa ni asubuhi tarehe 21 Mei mwaka 1996. MV Bukoba ilikuwa karibu kufika Mwanza. Inasemekana watu mbalimbali, umbali wa takriban kilomita 30 hadi 50 ilikuwa tu ili kufika bandari ya Mwanza. Wakati huo hali ya hewa ilikuwa ya kawaida, hakukuwa na dhoruba kubwa, lakini meli ilikuwa imeelemewa sana. Kadiri ilivyoendelea kuelekea bandarini, meli ilianza kuyumba upande mmoja. Wataalamu baadaye walieleza kuwa uzito ulikuwa mkubwa na abiria walisababisha meli kupoteza uwiano wake. Abiria walipoona hali si ya kawaida, walianza kukimbia upande mmoja wa meli kwa hofu. Kitendo hicho kiliongeza uzito upande mwingine. Ndani ya dakika chache meli ilipinduka na kuzama. Mashuhuda walieleza kuwa tukio hilo lilikuwa la haraka sana kiasi kwamba watu wengi hawakupata muda wa kujiokoa. Hali ilivyokuwa wakati wa kuzama, wengi wanaamini idadi ilikuwa kubwa zaidi kwa sababu hakukuwa na orodha kamili ya abiria. Watu wengi walipanda boti na meli bila tiketi. Watoto wadogo hawakuandikishwa. Kwa hiyo makadirio, wengi walifikiri ingeweza kuzidi watu 1000. Zipo sababu nyingi zilizochangia ajali hii, ikiwemo kuzidishwa abiria na mizigo, uzembe wa usimamizi, ukosefu wa vifaa vya uokozi, kutokufanywa matengenezo ya kutosha, hofu ya abiria. Yapo mengi tutajifunza kupitia ajali hii, lakini ikiwa ni funzo kwa wamiliki wa vyombo hivi vya usafiri, vyombo vya umma, lakini hususan vyombo vya majini. Ikiwemo pia ukaguzi wa vyombo vya majini, idadi sahihi ya abiria, vifaa vya uokozi na mafunzo ya usalama. Endelea kufuatilia PNTV Kiswahili kwa habari nyingi zinazoendelea hapa, lakini pia masimulizi na makala nitakayokuwa nikikufikishia hapa.